Viongozi wa mbio za mwenge wa uhuru wa kitaifa, kwanza kabisa hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kujalia afya njema na tukawa hapa pamoja katika kituo chetu cha tiba na marekebisho ya tabia cha waraibu walioathirika na matumizi ya dawa za kulevya katika eneo letu la Kidimni, wilaya ya Kati, mkoa wa Kusini Unguja. Pili, kwa dhati kabisa na kupongeza wewe na wenzako wote mnaokimbiza mwenge wa uhuru kuwepo hapa wilaya ya Kati, mkoa wa Kusini Unguja na kupata fursa ya kukagua kituo chetu hiki. Lakini kwa heshima ya kipekee kabisa nimshukuru Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ambaye yeye ndio aliyoyajenga majengo haya kwa pesa za serikali pekee. Lakini pia kwa dhati kabisa nimshukuru mkuu wangu Kanali Burhan Kweli Nasoro ambaye naye ndio alikifungua rasmi kituo hichi na kuanza kuwapokea waraibu katika kituo hichi. Aidha, kituo hiki kina ofisi za wafanyakazi, vyumba vya maabara, sehemu ya kuhifadhia dawa yani pharmacy, chumba cha mafunzo shoni, sehemu za kulalia waraibu, sehemu ya kuswalia na sehemu za kusomea na maeneo ya michezo. Kituo hichi kimejengwa kwa thamani ya shilingi bilioni 7.8, fedha ambazo zote ni za serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, na kilifunguliwa rasmi Januari 2 mwaka 2025 na Mheshimiwa Dr. Amani Abedi Karume, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi mstaafu kupitia sheria za mapinduzi ya mwaka 64. Ndugu kiongozi, kituo hiki kilianza kutumika rasmi mwaka 2022 tarehe 17 mwezi wa kwanza kwa kutoa huduma za tiba marekebisho ya tabia, ambapo kilianza na waraibu 34 na hadi kufikia siku ya leo kituo hiki kimeshahudumia jumla ya waraibu 764 ambao wamepata tiba katika kituo hiki. Kwa kawaida mtumiaji huwa anatarajiwa kukamilisha muda wake wa kupata nafuu ndani ya mwaka mmoja, kwa maana kwamba miezi 6 ya mwanzo tunadili na uraibu wake, na baadaye miezi mitano inayofuata ni masuala ya uzalishaji mali, yani kujifunza stadi za maisha, na mwezi mmoja kuandaliwa namna gani ya kwenda kuishi mitaani. Ndugu kiongozi, matumizi ya dawa za kulevya hupelekea utegemezi ambao husababisha mzigo mkubwa kwa mtu binafsi na jamii kote ulimwenguni. Uraibu wa dawa za kulevya hubadilisha ubongo wa mtu unaofanya kazi, kufikiria na kutenda. Aidha, matumizi ya dawa za kulevya husababisha matatizo makubwa kiafya kama vile maradhi ya moyo, kifafa, tatizo la kupoteza kumbukumbu, maradhi ya mapafu, kansa mbalimbali, ugonjwa wa ukimwi, maradhi ya ngozi na maradhi mengine. Ndugu kiongozi, katika kupambana na athari ya madawa ya kulevya, serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imefanya juhudi kubwa sana, zikiwemo kutunga sheria nambari 8 ya mwaka 2021, sheria ambayo inapambana kidhati kihaki lillahi. Lakini pia sheria hii imetambua namna gani ya kuanzisha vituo vya matibabu, na mbele yako hicho ni kituo ambacho kimeanzishwa kwa mujibu wa sheria hiyo. Ndugu kiongozi, kituo kwa sasa kinasaidia waraibu kujifunza katika hatua mbalimbali, ikiwemo ujasiriamali, ufugaji wa ng'ombe, mafunzo ya ushoni, kilimo cha mboga yani greenhouse, na pamoja na mafunzo ya gere. Ndugu kiongozi, tokea kuanzishwa kituo hichi mafanikio mbalimbali yamepatikana, ikiwemo kuwatibu vijana ambao nimezungumza hapo awali 764, lakini kuwapatia vijana stadi za kazi ikiwemo ushoni, gere, kilimo, ufugaji wa ng'ombe pamoja na kuku wa kisasa. Aidha, kupata taarifa zinazowezesha kukamatwa kwa wahalifu mbalimbali wa dawa za kulevya. Ndugu kiongozi, hakuna mafanikio yasiyokuwa na changamoto. Kituo chetu hichi kitakabiliwa na changamoto zifuatazo: vijana wengi kutokuwa tayari kushiriki katika masuala ya stadi za kazi ya maisha, lakini jamii kuwa na muhali wa kutoa taarifa za wahalifu wa dawa za kulevya ambayo inasababisha waraibu wakiwepo kwa waraibu mitaani. Ndugu kiongozi, katika siku za usoni kituo kina matarajio yafuatayo: kuendelea kuwasaidia walioachana na dawa za kulevya kwa kuwatibu na kuwapatia stadi za maisha, kupata vijana ambao watakuwa ndio chachu ya vijana wengine kuachana na matumizi ya dawa za kulevya, kuwaunganisha vijana na jamii zao, kupunguza tatizo la urudiaji wa matumizi ya dawa za kulevya, lakini kuhamasisha jamii kuacha kuwanyanyapaa waathirika wa dawa za kulevya.